Kwenye hii video nitakuelekeza jinsi ya kutumia Nano Banana Pro bila kulipia, na hii ndio njia bora zaidi ambayo nimeipata na nimekuletea wewe mdau. Kwa wageni, subscribe na kuhakikisha utapenda mambo ninayoposti kama ni mtu ambaye unafuatilia mambo ya mitandao, internet na teknolojia kwa ujumla. Okay, let's go bila kupoteza wakati. Cha kwanza utaingia kwenye Chrome au browser yote unayotumia, then utaandika Google Flow kama hivi. Google Flow hii ni website ambayo ni platform ambayo wameweka AI zao huku, lakini sisi tunakwenda kutumia Nano Banana. Usiogope kwamba tunakwenda kutumia Vio na Vio sijui ni ya kulipia. Fuata maelekezo haya. Ukiingia kwenye Flow, mara nyingi wanapenda kukuleta kwenye about hapa. Kisha wewe utagusa create with Flow. Ukigusa create with Flow, itakupeleka moja kwa moja kwenye labs.google@fx_tools_flow. Ukienda uta create with Flow, na hii ni simu nimegeuza, kwa hiyo mambo yanaweza kuwa tofauti kama simu umesimamisha. Nimegeuza ili iwe rahisi wewe mtazamaji kuona vitu. So utaenda ku create with Flow. Button ndio hiyo, na kama Flow inasumbua, jaribu kuweka desktop site, desktop mode, then ikisumbua tena una change. Simple. Utaingia na account yako, utaweka tick dot hizo, then utaminya next kama unataka kupata hizo email, lakini usiweke tick. Uta scroll down, utaminya continue, then utakutana na kitu kama hiki. Kama nilivyosema, inaweza kuwa tofauti kulingana na simu ulivyogeuza. Mimi nimelaza simu, au kisimamisha inaweza kuwa mpangilio tofauti, lakini button ni zile zile. Uta create new project, utaminya new project, na ukienda create new project utakutana na sehemu kama hii, ile sehemu ambayo utatengenezea video za Vio. Utagusa create image. Ukigusa hiyo sehemu, unaona hapo umeandikiwa Nano Banana, utagusa haka alama, then utachagua utagusa hii alama hapa, utachagua hapa kwenye model, na unaona hapa tunatumia 0 credit, maana yake hutumii credit zozote kutengeneza hizi image. Utachagua Nano Banana Pro kama unavyoiona hapo. Ukichagua Nano Banana Pro, hapa juu utachagua aspect ratio kama ni portrait au landscape. Mimi napenda kutumia landscape kwa sababu ya kupost YouTube. Then unaweza kaandika prompt yako sasa hapo. Ukiandika prompt, utapata image bila logo. Utapata image ikiwa haina nembo. Okay, kwa mfano hapa mimi napenda kutengeneza vitu ambavyo vya kufikirika. Kwa mfano image of fish with wings, cinematic very close shot. Hivyo nadhani idea unaipata. Kwa wale ambao wanatazama video zangu, huwa ni vitu ambavyo na test kutengeneza hivi. Anataka samaki ni mabawa, ipo angani, vitu kama hivyo. Then itakupa image hivi. Na hizi ni image ambazo unatengeneza bure kabisa huku kwenye Flow. Kama unavyoona image ni hizi. Unachoweza kufanya ni ku-download. Ukigusa hii button una download 2K, ina upscale na inakuwa quality kubwa. Ukidownload 1K inakuwa HD na inakuwa quality ya kawaida. Okay, 1K ndio hapo, 2K itasubiri kidogo kwa sababu inatakiwa picha iwe kubwa. Na unavyoona nikizoom picha na quality japo sio kama 2K. Sasa kitu kingine ni ukigusa hapa hii alama ya pen, unaenda kuedit. Unaedit image uliyogeneratiwa, au unaweza kuimport image yako then ukaiedit. Unaweza ukachora. Mimi natumia hii mouse kwenye simu, lakini unaweza kutumia kidole, maana yake ni vitu vile vile, hakuna kilichobadilika. Unaweza ukachora hapo au ukaandika tu ibadilishe kitu gani. Naona hapa nikaambia badilisha huyu samaki awe mtu, alafu aache mabawa ya kama yalivyo. Kwa hiyo ninaandika prompt yangu kwamba it's a person with wings not fish and make it realistic. Then nikirun, nikirun hapa itaanza kunipa version tofauti ya same image ambayo ni imeditiwa. Na unavyoona tayari mbawa zipo na mtu amekuwepo pale, na picha inaonekana kama ina uhalisia fulani hivi, kama imepigwa kwenye movie maybe au kwenye animation. Nimehitaji labda ni edit, kwa mfano nataka iwe ya karibu na iwe na details za kutosha, iwe kama 4K hivi. Na wakanipa hii, na unavyoona nikizoom ina details za kutosha. Na nikaendelea ku edit mpaka nikabadilisha ikawa hivi, ambapo nikaandika mbadilisha awe ni mtu mweusi kijana. Lakini issue ni moja. Ukiweka picha ya mtu kwenye Flow anagoma. Kwa hiyo utachukua picha ya kule, ukitaka sasa ubadilishe uweke mtu au ujiweke wewe, utaingia kwenye Gemini, utagusa pale kwenye image. Kwa mfano mimi nitaweka Harmonize, nitaweka hiyo picha ya mabawa, then nitaandika make that image more realistic and replace. Yani lengo ni kuchukua ile picha ya mabawa then kumweka Harmonize awe ndio mtu huyo mwenye mabawa. Kwa sababu Flow hawawezi kuruhusu kuweka picha ya mtu. Kwa mfano ukiweka hii picha ya Harmonize kwenye Gemini, kwenye Flow bado hawajaruhusu hiyo issue. Kwa hiyo unarudi kwenye Gemini huko, ambapo Gemini wanakupa kama chance 4 hivi za kugenerate picha bure kwa kutumia Google AI Pro. Ukiweka thinking then unachagua image. Okay, nimeiambia then
inanipa image kama hivi. Gemini haina noma kujenerate picha za watu au kuweka picha za watu, kuedit haina noma kabisa, ila Flow wenyewe bado hawajaruhusu. Kwenye Flow bado hawajaruhusu, japo ni AI moja ile Nano Banana Pro. Kwa hiyo kila kitu generate kule, ila ukitaka uweke picha yako au sura yako unatumia Gemini. Unaona kabisa amekuwa Harmonize pale. Kuna issue ya hii nembo hapa chini. Sasa hii nembo jinsi ya kuitoa, watu naona wengi wanaposti picha na nembo hiyo. Utaingia kwenye application ya Epic au application ya Pixart maybe, lakini napendaga kutumia Epic. Utaenda kwenye photo editor, utachagua ile image yako. Ukichagua ile image, utaenda kwenye edit, utaenda kwenye remove, utachagua standard. Nitazoom alafu nitachagua standard hapa. Then nitachora kitu ninachotaka nikitoe. Nitazoom mpaka kwenye kale kanembo ka Gemini. Ngoja niongeze ukubwa wa brush. Haka kanembo haka nitakachora kwamba nataka nikatoe haka bila kuachia. Nitachora. Okay, nikiachia inafuta kanembo. Kwa hiyo picha inakuwa haina nembo, inakuwa hivi. Sasa hiki ndio kitu ambacho naona wengi hawafanyi, lakini ni kitu ambacho kinabadilisha. Inawezekana umeedit picha, ukitaka ionekane professional, usiache nembo ya Gemini iwe pale kwamba mtu ajue umetumia Gemini. Unavyoona kitu kipo quality, na naweza nikaendelea kutumia Flow, na Flow nadhani inakupa kama chance hivi kujenerate picha kama 20 hivi au 19 sometimes, na ni picha nyingi kujenerate bure bila nembo. So hicho ndicho ambacho nitaka ni share na wewe siku ya leo.